Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jua Dini Yako. Alhamdulillah, ni neema za Mwenyezi Mungu kwamba naamini tumekutana tena katika kipindi kizuri ambacho cha kupa wewe fursa uweze kufahamu zaidi kuhusiana na dini yako, na insha Allah ndani ya studio zetu tunaye Sheikh wetu ambaye tumempeza muda mwingi sana hatujakuwa naye, lakini ni faraja tunapompata hata siku moja aweze kutuambia mawili matatu kuhusiana na dini. Naye ni Sheikh Juma Shughuli ambaye atatujuza mengi kuhusiana na mwezi wa Safar, ni matukio gani ambayo hutukia ndani ya mwezi wa Safar. Insha Allah tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala. Karibu sana Sheikh. Alhamdulillah. Wanaosema kwamba unaelimika kama waliwadafu, lakini ndio hivyo hivyo, tunapokupata tunapata faraja zaidi. Alhamdulillah. Bismillah. Nasema zote ni taufik za Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu ametupa taufik ya kuwa pamoja katika mwezi huu mwingine mtukufu. Alhamdulillah. Naam, bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Kwa wale wanaotutazama wanatufuatilia, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenyezi Mungu ametupa fursa nyingine ya kuwa pamoja katika mwezi huu wa Safar baada ya mwezi wa huzuni kubwa, mwezi wa Muharram, na tumekuwa na muda mrefu hatujapatikana huko. Ndiyo sana. Na mengi yamepita hapo katikati mazito sana. Tumemkosa Sayyid wetu ambaye amekufa kishahidi katikati. Tukakosa nguvu hata ya kuongea wakati mwingine kwa sababu ya yale ambayo yanapita katika ulimwengu, lakini pamoja na yote ni mipangilio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na alhamdulillah tumepata fursa tena ya kuwa pamoja na watazamaji wanaofuatilia vipindi hivi vinavyoendelea. Mwezi wa Safar ambao ni mwezi wa pili baada ya mwezi wa kwanza ambao ni mwezi wa Muharram katika kalenda ya Kiislamu. Katika jamii ya wafasi wa madrasa ya Ahlul-Bayt alayhi salatu wassalam na wale wote wenye kufuatilia tarikh ambayo inatuhusu sisi, wanaelewa kwamba Muharram unapoingia ni mwezi ambao ndani yake huwa unaanza na tukio kubwa la msiba mkubwa wa familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambayo ni kuuliwa mmoja wa wajukuu wa Mtume Muhammad ambaye si mwingine ni al-Imam al-Hussein alayhi salam, na wale aliuliwa nao. Mara nyingi tunamtaja al-Imam al-Hussein kwa sababu yeye ndiye alikuwa kiongozi wa msafara huu, lakini wako wengi katika familia hii ya Mtume ambao waliuliwa pamoja na al-Imam al-Hussein, na kando yake wale maswahaba wake watukufu waliokuwa nao. Hili ndio jambo ambalo watu wanaingia nalo katika mwezi wa Muharram. Hata riwayatu ukizirudia, baadhi ya maimamu wetu wanaeleza hali zilizokuwa kwa maimamu wakati Muharram unapoingia. Wanaeleza kwamba ni mwezi wa huzuni, mpaka ikifika siku ya 10 na kuwa ndio siku yenyewe ya huzuni mkubwa, ambao ndio siku aliuliwa kinyama al-Imam al-Hussein alayhi salam. Mwezi huu unapoenda mwisho, tunakuja tunaingia mwezi wa Safar. Katika kadhia ya al-Imam al-Hussein, ningependa nisome baadhi ya maneno yake ambayo yatatusaidia sisi wakati tukiangalia mwezi wa Safar ambao una mahusiano na yaliyotokea pia katika mwezi wa Muharram. Al-Imam al-Hussein alikuwa na ndugu yake anaitwa Muhammad bin al-Hanafiya. Muhammad bin al-Hanafiya baada ya kufa Muawiya laanatullahi alayhi, na yakafuata yale aliyofuatia ya kutekana kwamba Yazid bin Muawiya laanatullahi alayhi yeye ndio afanye nini, achukue nafasi ambayo ilikuwa ndio mipango iliyopangwa. Ilipofikia katika hali hii na habari hii ikawa imemfikia al-Imam al-Hussein, al-Imam al-Hussein hakuwa tayari kumbai Yazid. Na ndio pale harakati yake
ikaanza, kwa sababu hata katika makubaliano yaliyokuwepo, sulhu iliyokuwepo baina ya al-Imam al-Hasan na Muawiya ilikuwa moja, ilikuwa ni kwamba kifa Muawiya ndio utawala na uongozi urudi kwa nani? Kwa al-Imam al-Hasan, kama hatakuwa hai. Ndio. Kama hatakuwa hai basi uende kwa nani? Imam Hussein. Kwa al-Imam al-Husayn. Ilikuwa moja ya makubaliano. Ndio. Lakini kama kawaida wao walivunja makubaliano yote, na kubaliano la mwisho lilikuwa ni hili la uongozi ambalo Muawiya kabla afi alikuwa tayari ashaandaa mikakati ya kuhakikisha kwamba mtoto wake anachukua nafasi, na alipokufa mikakati hiyo na mipangilio ikawa inafuatiliwa. Na mtu muhimu ilikuwa ni al-Imam al-Husayn ambaye ilikuwa lazima abai, kwa sababu yeye ndiye kama ni kiongozi waliokuwa wanajua bila yeye mambo hayataenda katika utawala wake. Ndio. Kwa hiyo al-Imam al-Husayn baada ya kwamba anajiandaa kuondoka, ndugu yake alikuja akamuuliza, sasa unaenda wapi? Akijaribu kumshauri katika baadhi ya mambo, akamwambia watu wa Kufa unawajua wewe kwamba walifanya vipi na nani na baba yako Imam Ali. Ndio. Katika historia ya haya mambo yako. Kwa hiyo sidhani kama ni watu sahihi wa wewe kuenda kwao, sababu wanajulikana kwa baadhi ya mambo ambayo ni ya kukhalifu ahadi, labda wanakuita alafu hawatakuwa na wewe. Sasa yeye akawa anamshauri Imam kwamba asitoke, na hata kama atatoka basi asiende katika mji wa Kufa, tafute sehemu zingine za kuenda kama Yemen na kwingineko. Imam akamsikiza, akamwambia baadaye nitaangalia ulionishauri nione kama nitakupa jibu yani. Walipokaa baadaye akapata habari kwamba Imam Hussein ameanza safari ya kutoka katika mji wa Madina. Muhammad bin al-Hanafiya alipoenda akamuwahi ndugu yake, akamwambia uliniahidi kwamba utanipa jibu. Akamwambia jibu lako lipo. Kwa hiyo kwa nini unatoka? Na alikuwa tumeongea hili na lile. Akamwambia yale maneno maarufu kwamba Mwenyezi Mungu ametaka anione mimi nimefanya nini, nimeuliwa. Maneno ya al-Imam al-Hussein anasema qad shaa Allahu fa inna Allah qad shaa an yaraka katilan, Mwenyezi Mungu ametaka akuone wewe ukiwa umefanya nini, umeuliwa. Shaa Allahu an yarani katilan kwa baadhi ya riwayat. Wanasema akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lakini baada ya hapo akawa anauliza sasa kwa nini wanawake? Sababu anayetakana sahihi ni wewe, sio? Na kulingana na maneno ya Imam al-Husaini kwamba mtume alimjia akamwambia maneno sema kwa ndoto kwamba toka, kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka akuone wewe anjaraka katila, kuone ni mwenye kufanya nini, mwenye kuuliwa kishahidi. Akajibu kwamba naye baada ya kumuuliza kuhusiana na familia, yani wanawake aliokuwa nao na watoto, akamjibu pia kwamba inna Allaha shaa an yarahunna sabaya, na Mwenyezi Mungu vile vile ametaka awaone wanawake wakiwa ni mateka. Sasa katika haya maneno ambayo hii imepokelewa kutoka kwa Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam katika kitabu Biharul Anwar, haya maneno ukiangalia yana pande mbili. Pande ya kwanza ni kifo cha al-Imam al-Hussein, yani kuuliwa kwa al-Imam al-Hussein, na pande ya pili ni kuchukuliwa mateka wanawake na watoto waliokuwepo katika ardhi ya Karbala. Sasa kwanza kuna haya maelezo ya kutaka. Mara nyingi watu wanaposikia kutaka wanafikiria kwamba ni ile ya jabri, kwa maana kwamba Mwenyezi Mungu analazimisha mambo yawe vile yalikuwa. Kwa mfano ni Imam Hussein alikuwa lazima afe kwa sababu Mwenyezi Mungu alimlazimisha aende auliwe. Wanawake walilazimishwa lazima waende wachukuliwe mateka. Lakini kwa maelezo ya maulama ni kwamba tunapozungumzia mashiatullah, yani irada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inagawanyika katika sehemu mbili.
kuna irada takwinia wanaita, ambayo hii ni ya Mwenyezi Mungu mwenyewe, ndio anasema kun fayakun, kitu fulani kiwe na kinakuwa hivyo. Na lazima kiwe hivyo sababu yeye mwenyewe anataka kiwe hivyo. Alafu kuna irada nyingine na mashia wanaoita tashri'ia. Hii inafungamana na binadamu, ambayo binadamu anapewa uhuru wa yeye mwenyewe kuchagua kwamba njia hii ndio ichagua, na Mwenyezi Mungu anakupata ufiki katika njia ulioichagua. Hata ambao wanapenda kupotea, wanataka kupotea, Mwenyezi Mungu anafika sehemu anawaachia njia yao wenyewe walioichagua. Kwa hiyo tunapozungumzia mashiatullah hapa, tunazungumzia mashia ambayo ilikuwa inaambatana na matakwa yake mwenyewe nani? Al-Imam al-Hussein alayhi salam, na matakwa ya aliokuwa nao pia wanawake na watoto. Na ukitaka kujua hilo utarudia katika maneno mengi ya al-Imam al-Hussein. Hata wakati akitoka na watu wake aliwaeleza kwamba jamani, sisi tunatoka, lakini safari hii hakuna atakayefanya nini, atakayerudi. Ni kwamba katika wanaume tukifika sisi mbele yetu kuna mambo mazito. Kwa hiyo tuwe tayari, ambaye yuko tayari na hilo afuatane na sisi. Ambaye anaona hayuko tayari na hilo basi asiwe katika msafara huo. Na vile vile wanawake wakijua kwamba safari hii ni nzito. Kwa hiyo kuna watu pia watachukuliwa mateka. Kwa hiyo wote wakawa wako tayari na ile safari. Yaani wale maswahaba wa al-Imam al-Hussein na wanawake na watoto, hata watoto waliokuwa katika msafara huu wote walikuwa washakubaliana na matokeo yatakayokuwepo, kwa sababu walikuwa wanajua kwamba njia wanayoifuata ni njia sahihi na njia ya haki. Na ndio pale mmoja wa watoto wa al-Imam al-Hussein, kama sijakosea, alimuuliza baba yake kwamba awalasna ala al-haq, hatuko katika haki? Baba yake akamjibu, kwa nini? Tuko katika haki, kwa hiyo sina wasiwasi. Alipomjibu akamwambia, basi sisi kama tuko kwenye haki hatuna shida tena, ima mauti yatufate ama sisi tuyafuate mauti. Misingi ya safari ni kuwa kwenye haki, na chochote tutakachokifanya tuko katika ridha ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii tukiangalia tunaikuta kwamba kwanza wenyewe walikuwa wamejua safari uzito wake ukoje na yatakayotokea, na wakawa wako tayari wenyewe kuichagua ile njia. Kama vile leo wewe utachagua njia ya khairi na ikawa na mapambano ya kila aina, na uko tayari kuifuata kwa sababu ushajua unafuata njia gani. Ndio. Uko tayari kubeba mazito yote yatakayokufuata kwenye njia ile. Na wengi wamefuata hizi njia. Hata Said mwisho wa safari yake ni alijua safari ilivyo na mapambano yalivyo. Na ndio maana alichagua njia hii na akawa tayari kwa lolote. Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, kwa hiyo sehemu ya kwanza ilikuwa ni kuuliwa, ambao kuuawa kwao ilitokea katika siku ya 10 ya Muharram, ambao ndio kilele cha maswai. Akauliwa al-Imam al-Hussein, wakauliwa watoto wake, watoto wa ndugu zake na ndugu yake Abul Fadhl Abbas, watoto waliokuwepo mpaka watoto wachanga. Haya yote yakatokea baada ya mauaji haya kinyama aliyofanyiwa. Ikawa sasa tunaingia katika pati ya ngapi? Ya pili. Ambayo pati ya kwanza ni mauaji ambayo yalifanyika Karbala. Baada ya hapo sasa ukaanza msafara sasa wa mateka, ambao ni aina ya pili sasa ya yale mazito yaliyotokea katika ardhi ya Karbala. Kwa hiyo ikawa sasa ndio Bibi Zainab salamullahi alaiha, al-Imam as-Sajjad salamullahi alayhi, wakati ukawa umefika sasa wa kubeba majukumu, kwa sababu tuelewe, baada ya kuuliwa al-Imam al-Hussein ni kumaanisha kwamba uimamu sasa rasmi umeingia kwa Imam Zainul Abidin. Na tunajua hali ya Karbala kwamba Imam Zainul Abidin alikuwa ni mgonjwa, kwa namna Mwenyezi Mungu alivyotaka kumuhifadhi ili uimamu uendelee. Kwa hiyo mtu aliyechukua majukumu makubwa hasa upande wa watoto na kuwaweka pamoja wanawake waliokuwa waume zao wameuliwa,
ni Bibi Zainab salamullahi alayha, Naam. ambaye aling'ang'ana kuhakikisha kuna tulia na watu wanakuwa pamoja kujua baadaye yatakayofuata baada ya mauaji ya Imam al-Hussein na maswahaba zake. Naam, shukran sana Sheikh. Acha chukua pumziko, turudi katika awamu ya pili, tutafahamu mengi zaidi. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tunapofahamu zaidi safari ya Bibi Zainab hasa alipofika Sham, basi insha Allah tutachukua mapumziko na tukirudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jua Dini Yako. Tunapozidi kuwa naye Sheikh Juma Shughuli akujuza mengi kuhusiana na hasa haya maswala ya mwezi wa Safar, nini kilitokea hasa baada ya kifo cha Imam Hussein alayhi salam, na tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Naam, karibu Sheikh. Naam, kwa hiyo hapa ndio tunaanza kuingia katika nafasi ya pili ambayo ni msafara wa mateka. Msafara huu ulitoka katika mji wa Karbala ukaenda mpaka Kufa, na baada ya Kufa ukatoka kuelekea katika mji wa Sham. Mwezi wa Safar tarehe 1 ndio siku ambayo kwamba msafara huu uliingia katika mji wa Sham. Tarehe 1 Safar. Kwa hiyo Muharram umebeba mauaji na mateso ya mateka waliochukuliwa. Safar bado inachukua maendelezo ya mateka, ambao hapa sasa tunazungumzia baada ya siku ya 10, siku 20 zilikuwa safari ya mateka hawa kutoka Karbala kuenda Kufa, kutoka Kufa kuenda Sham. Tarehe 1 ya Safar ndio tarehe ambayo msafara huu wa mateka wa Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam ukiongozwa na Imam Zainul Abidin ukawa unaingia katika mji wa Sham, na ikawa ni wenye kupokewa katika hali ambayo ilikuwa imeandaliwa. Mji wa Sham unajulikana kwamba ilikuwa ni base ya Muawiya na baada yake mtoto wake. Kwa hiyo watu wengi waliokuwa katika mji wa Sham walikuwa wamewekwa fikra ambao walikuwa nayo nani? Muawiya laanatullahi alayhi, ambao ilikuwa ni dhidi ya Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam, na kuonyesha watu pia wale wengine walikuwa wanajua kwamba mateka hawa ni si wa nyumba hii tukufu. Wengine wakijua Ahlul Bayt ni kina Muawiya ndio Ahlul Bayt. Na hata wakati wakiingia katika mji wa Sham kuna matokeo yaliyotokea. Mojawapo ni mzee fulani ambaye alikuja akawa anawatuhumu kina Imam Sajjad na kuonyesha kwamba nyinyi mlitoka kupigana na Amirul Mu'minin, akimkusudia Yazid bin Muawiya laanatullah alayhi. Imam akawa anamuuliza, wewe ushasoma aya kurba na kina nani? Akamwambia, unajua hiyo aya? Sasa najua. Sasa wao kurba ndio sisi. Au umesikia sehemu fulani imetajwa kurba ni sisi. Umesikia Ahlul Bayt wa yutahhirakum tathira, aya tathhir, hao Ahlul Bayt ndio sisi. Ndio. Kwa hiyo baada ya kujua haya mambo akaona kumbe mimi nilikuwa siku nyingi siko katika picha. Ndio akaanza kupata ile picha kwamba hawa mateka hawa ni mateka wa nyumba hii tukufu. Na ndio akafikia wakati paka akamwomba Imam Sajjad kwamba inawezekana nikatubia nikasamehewa. Akamwambia haina shida, unaweza ukasamehewa. Kwa hiyo Safar inabeba msafara wa al-Imam al-Hussein, msafara wa mateka ambao uliingia katika siku hii. Kwa hiyo inaelezea matatizo ambayo Kufa kuna Sham kuna mengi ya kuelezwa yaliyowakumba kina Imam Sajjad na Bibi Zainab na wale waliokuwa nao. Kwa hiyo hili ni tukio muhimu ambalo linapatikana katika mwezi wa Safar. Lingine ambalo katika mwezi wa Safar ni shahada ya al-Imam al-Hasan alayhi salam, ndugu yake al-Imam al-Hussein. Naam. Kumbukumbu yake ya kifo chake au mauaji yake yalikuwa katika mwezi wa Safar, ima tarehe 7 au tarehe 28 kwa tofauti ya tarikh na siku aliyokufa. Al-Imam al-Hasan, watu mara nyingi wanachanganya na kuona kwamba Imam Hasan, hata kuna wale ambao wanamshtumu
kwa maana kwamba yeye hakupigana, Ndiyo. alifanya sulhu na nani? Na Muawiya. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba sulhu ilikuwa na sababu zake mpaka kufikia sulhu. Kwa lugha nyingine ilikuwa ni mapambano ndani ya sulhu. Yani mpaka mtu kufikia sulhu amejaribu kila mbinu. Amejaribu namna yake, na hata ndani ya sulhu ilikuwa ni moja ya mapambano. Mmoja alikuwa anaeleza kwamba iliyopelekea Imam na mapambano yake Imam Hussein kupambana, maandalizi yake yalitokea wapi? Katika sulhu ya Imam al-Hasan salamullah. Kwa sababu gani? Imam Hasan katika sulhu aliyoiweka na makubaliano yote aliyoyaweka yalikuja yakafungua picha ya Bani Umayya kwamba wao ni kina nani katika utekelezaji wa ahadi, katika dhulma na mengi haya yote. Kwa sababu Imam Hasan kwa muda wote yeye alijaribu kutulia katika makubaliano yaliyowekwa, lakini Muawiya upande wa pili hakutulia, bali kuna maneno yake akisema kwamba yote yale yaliyozungumzwa, masharti yaliyowekwa yako chini ya nini? Ya miguu yangu. Yako chini ya miguu yangu. Kwa lugha nyingine kwamba mimi sasa ndio naongoza na hakuna makubaliano yote, na nitatembea vile ninavyotaka mimi kutembea. Na laana ya Amirul Mu'minin ikaendelea na mengi ambayo yalifanyika. Kwa hiyo ukiangalia mwezi wa Safar utampata al-Imam al-Hasan ampata shahada yake ambayo watu wanatakana kumsoma Imam Hasan. Ndio. Katika kuelewa hasa kwa nini alifanya sulhu. Ndio. Na je, sulhu ilikuwa na athari gani katika mapambano ya nani? Ya al-Imam al-Hussein. Kwa sababu ni vitu vinapatana. Maandalizi ya faura ya Imam yalianzia kwa sababu baada ya kufa Muawiya na Yazid akataka kuchukua nafasi, ilikuwa hawana lolote sasa la kujitetea, kwa sababu tayari kulikuwa na sulhu, na makubaliano ya sulhu ilikuwa mojawapo ni nini? Ni kwamba baada ya kifo cha Muawiya uongozi urudi kwa nani? Imam Hasan au Imam Hussein. Lakini wako tayari kulipinga hilo. Na Imam Hussein katika muda wote huo ndugu yake yeye pia alikuwa ametulia kwenye makubaliano yaliyowekwa na al-Imam Hasan salamullah alayhi. Sasa haya yote yanakueleza hali gani kwamba khati ya maimamu ni moja. Wanabadilika kulingana na mazingira yaliyopo, na kila mmoja na watu wake anatakana kuwa katika hali gani. Na ndio maana ukiangalia utamkuta Imam Hussein peke yake ndio ameingia vita vya moja kwa moja, na labda Imam Ali tukimsoma na historia yake. Lakini maimamu wengine wote utakuta wameuliwa kwa sumu. Kwa nini? Kwa sababu dhuruf, mazingira yao yalikuwa katika hali tofauti, na wakati wao watakana kucheza katika viwanja tofauti na alivyokuwa al-Imam al-Hussein alayhi salam. Mmoja ya matukio ambayo tukienda haraka ambayo ni muhimu ambayo watu wanatakana kulifuatilia ni tukio la kifo cha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo kifo cha mtume kiko ndani ya mwezi wa Safar tarehe 28. Kifo cha mtume ni katika vitu vizito kwa Waislamu, kwa sababu tunamzungumzia mtu wa kwanza, yani daraja hapo ulimwenguni katika binadamu. Tunapozungumzia mtu ambaye ana nafasi ya kwanza katika usafi na kila kitu kwa daraja na nini, ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye amezidi hata mitume wengine wote kwa nafasi yake. Na yeye ndiye mtume wetu wa mwisho. Na sasa ukiangalia nafasi yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anapoondoka katika huu ulimwengu, bila shaka umma wa mtume Muhammad ulioachwa umeachwa mayatima, umma wote. Bali Amirul Mu'minin ana maelezo yake akieleza kwamba kuna kitu kilikosekana wakati alipokufa mtume, ambacho kitu hicho hakitapatikana tena, ambao ni wahi. Mtume alipokufa akaondoka na wahi ambao alikuwa akiupata kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni tukio zito ambalo Waislamu wote wanatakikana kuangalia na kusoma, hasa
hapa nadhani ndio pana historia ndefu pia baina ya madhahibu na nini. Ndio. Ambayo lau watu watatulia vizuri kama Waislamu na kusoma yaliyotokea baada ya kifo cha Mtume Muhammad na wakaona karata zilizokuwepo na mambo yaliyotokea, nadhani itakuwa ni njia nyepesi ya watu kujua tofauti zilizopo baina ya madhehebu. Ndio. Hii nimependa kuitaja mapema kwa sababu ya wakati wetu, lakini mwisho kabisa ambao ningependa kutaja tarehe 20 ni siku ya 40 mwezi wa Safar, 20 Safar. 20 Safar ni siku ya 40 baada ya kifo baada ya mauaji ya Imam al-Hussein na shuhada Karbala wote waliokuwepo. 40 ya Imam al-Hussein ina riwayat nyingi zinazosisitiza watu kuenda kumzuru al-Imam al-Hussein alayhi salam, na watu kupatikana katika viwanja vile vitukufu vya Karbala kwa ajili ya ziara. Ziara ya Imam al-Hussein ni mustahab katika wakati wowote ule, lakini kuna baadhi ya siku ambazo ina msisitizo maalum, ambao mojawapo ni siku ya 40 ya Imam al-Hussein. Na alhamdulillah kwa miaka hii ya karibuni baada ya kunyongwa Saddam Hussein na kuwa na nafasi angalau mashia kupumua, imekuwa sasa kuna nafasi ya watu kusafiri na kwenda kufanya ziara. Imekuwa ni ziara kubwa ya mamilioni ya watu ambao wanaenda kumzuru al-Imam Hussein. Ziara 40 ina mambo mengi, ina faida nyingi ambazo zipo, lakini moja kwanza ni mafungamano ya mtu na imamu wake, ambayo ni muhimu sana. Lakini zaidi imamu huyu alichokisimamia ni kipi? Haki. Hapa sasa ni muhimu kwa wale wote wanaoenda ziara ya 40 ambao ni kumuitikia imamu. Ile labbaika ya Hussein tunaisema katika viwanja vyetu. Ukienda sasa katika ziara ni wakati sasa wa kumwambia imamu kwamba nimekuitikia, nimefunga safari, nimekuja. Sasa ni wakati wa yale aliyoyapambania al-Imam al-Hussein sisi kuyaingiza katika viwanja vyetu vya kazi. Wale wanaoenda kumzuru imamu wanapata upya na bai'a kwa kumbai Imam Hussein na kumwahidi imamu kwamba kile alichokianza ndo tutakiendeleza. Safari yako na mapambano yako hayakuisha. Mapambano yanayoendelea na tuko tayari sisi kuingia katika mapambano haya na kila mmoja kwa nafasi yake. Unajua mara nyingi watu wakisikia mapambano wanafikiria kila mmoja lazima auliwe kama alivyouliwa al-Imam al-Hussein, lakini ukweli wa mambo sio hivyo. Kila mmoja na uwanja wake. Mapambano ulionayo ujue ndio mapambano. Alimuhimu uko katika haki. Aliyekuwepo kwenye vyombo vya habari mapambano yake yako hapo. Aliyekuwepo katika hauza anafundisha, hayo ndio mapambano yake. Ndiyo. Aliyekuwepo katika universities ana mapambano yake huko. Sahihi. Kila mmoja mashaka kwenye membari zao ndio mapambano yake. Yani namna ya kuongea, kufikisha, hayo ndio mapambano. Na ndio maana hata baada ya kuuliwa al-Imam al-Hussein, baada ya hapo Imam Sajjad na Bibi Zainab salamullahi alayhima, kitu kikubwa alichokifanya ilikuwa ni mapambano ya kufikisha ujumbe wa Karbala, ambao walikuwa na kazi ya kuhakikisha kwamba ujumbe unafika kwa kila njia. Ndiyo. Ukianza katika Kufa walipokuwa wanaongea, walipokuwa wanaingia, walipofika Sham walipokuwa wanaingia, walipokuwa wanaongea na nani na Yazid bin Muawiya laanatullah, yote walikuwa washatoka katika mapambano ya mauaji ya kupambana kipanga na nini. Waliuliwa, lakini sasa wakawa wamebeba mzigo mzito wa kuhakikisha kwamba risala na ujumbe wa al-Imam Hussein hauishi katika ardhi ya Karbala, unatakana utembee. Na ndio wakawa wanahakikisha kwamba kila fursa watakayoipata wanafikisha ujumbe wa al-Imam al-Hussein na kwa nini alitoka imam na dhulma kubwa waliofanyiwa watu hawa wa nyumba tukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mashallah. Kwa hiyo sisi sote ambao wengine hatukupata taufiki ya kuenda katika ardhi tukufu hizi katika wakati huu ambao wenzetu washasafiri na wengine wanasafiri,
kuenda kwa Al-Imam Hussein na kuweka bai'a yao upya na kufresh ninio nia zao na nyoyo zao katika mapambano haya yanayoendelea katika ulimwengu leo. Lakini sisi pia tuliopo ambao hatukuba kupata fursa hii, sisi pia tuna jukumu letu la kuweka bai'a kwa imamu wetu hata kama kwa mbali. Ndio maana kuna ziara ya karibu na ya mbali. Ndio. Kwa hiyo tunamwambia Al-Imam Hussein kwamba labbaika ya Hussein, na sisi sote tu katika msafara huu insha Allah taala kuhakikisha kwamba risala na ujumbe wa Al-Imam Hussein unafika katika ulimwengu, na kwa wale wote ambao wanahitajia ujumbe huu, hasa katika zama hizi kabisa ambazo ni zama za mambo kubadilishwa. Ndio. Kazi ya Imam Sajjad na Bibi Zainab salamullah alaiha ni kazi kubwa ambayo sisi kama wafuasi wa madrasa hii tunaibeba, tunatakana kuifanyia kazi inshallah. Shukran sana Sheikh, hakika ni kitu kizuri sana, na naamini kwa ufahamu huu wengi watakuwa wamefahamu matukio ya mwezi wa Safar, na inshallah Allah tupe tawfik na sisi tuwe mmoja wapo miongoni ambao ifikapo 40 nyingine tutaweza kumzuru inshallah. Amen. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Sheikh mashughuli, alhamdulillah tumeweza kukamilisha awamu hii, na alhamdulillah kwa rehema za Mwenyezi Mungu kwa na yeye kukufahamisha wewe matukio hasa ya mwezi wa Safar. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.